umemaliza shule Grace. Sasa ufanyeje? Sasa mimi wacha nikwambie Joyce, hiyo ndio tatizo kubwa. Nimaliza shule. Mimi kuna mama my neighbor anaitwa Mama Njoki wa Mburu. May God bless her so much. Alikuwa anaenda Marikiti. Mimi nilianza kwenda naye Marikiti. A girl who is 18 years old. Sasa huko chini downtown hapo Kirinyaga nikatafuta mahali na rafiki yangu mwingine tukapatana, kaanza kuuza fruit salad. A girl who is 18 years old. That is how bad I hated poverty. That is how bad I hated to stay in that home. That is how bad I hated to stay a day without a meal. Sasa mimi ndio mimi huyo nianza kuuza matunda downtown. Zo harakati za kuuza matunda downtown, sister yangu alikuwa Saudi Arabia. You see now I'm the fifth born. So 4 of them were older than me. So mmoja alikuwa Saudi Arabia anaitwa Muhammad the first born. Na sister yangu ni kama hata aliingia kwa maisha yetu akakuwa ndiye baba kwa sababu anasaidia mama yangu kulipa school fees, kukula. My first born sister mwenye anaitwa Muhammad. So now second born anaitwa Waithira. She was a little bit spoiled because alienda Saudi hakukaa, karudi nyumbani. So the third born alikuwa, fourth born alikuwa, so me I was the fifth born. So sister yangu alikuja akanichukulia passport ikakuwa nyumbani. Sasa kazini yangu mwingine mwenye alikuwa amepeleka sister yangu Saudi akakuja na visa. Akaniuliza kama nitaenda Saudi Arabia. Nikamwambia tena mapema sana. I was bearing 20, I was 19. Miaka 19. Na unajua hizo zakati ni gani za kwenda Saudi Arabia? Serikali ya Kenya iko imeweka mikakati. 2000. No, 2004. Because I did my form 4 at 2002. Good. So 2003 nimekaa nyumbani. That is the time I'm 18, nauza matunda huku downtown. So 2004 mwezi wa 6 ndio nilienda Saudi Arabia. Kwa uzuri nilipata familia mzuri sana. Na niliwafanyia kazi kwa kipindi cha miaka 3. Ati nikiwa Saudia, because mimi nilikuwa kwanza kwetu kufanya mtihani ya form 4 na nikafaulu. Na si kufaulu ile ati umepata A+ ama A B+. Nitoka wapi na hizo mashida zote Joyce? Sisi nilipiga hata ka C+. Sasa mimi hata sikuwa ninatembea, mimi mamangu hata hajaifurahi hivyo. My dad didn't even care what you got. And unfortunately I lost my mom the same year. So mamangu hajaikula hata sumni yangu kwa maisha yangu. So sad. Katoka Kenya nikaenda. My mom was sick for some time. Saudi nikakaa miaka 3, nikarudi Kenya. Kurudi Kenya nikaintroduciwa kwa agent mwingine anaitwa Amina Zana. Alikuwa hapa Uniafric House. Nikaambiwa napeleka watu Dubai. Nikaona wacha ni change maisha nitoke Saudi Arabia niende Dubai. Kwenda kwa ofisi yake, Amina akanipenda. Hajui na msichana mdogo hivi anaongea Kiarabu. Kachana kamerudi kutoka Saudi Arabia just the other day, nikatoka kako na moto. Anataka kufanya kazi. Nataka kufanya kazi, kako na moto. Kaniambia utakuwa secretary wangu. Nikasema because hajaona mtu mwingine anaongea Kiarabu, yeye hajui Kiarabu, yeye ni wakala wa kupeleka watu nje Saudi Arabia. Na yeye ni wakala na anadili na Waarabu, anashindwa kudeal na Waarabu. Na mimi nitaweza kuandika kutoka namba 1 mpaka 100. Kuna vitu zingine za Kiarabu, mimi Kiarabu ile ninaongea yote. Nitaweza kukuambia Kiarabu ni ya Misri, ni ya nani. Sasa miaka 19 ameenda Saudi Arabia. Akili yake iko empty. Kwa hivyo ile kitu so Kiarabu ndio iliniweka kwa kichwa, nilikuwa ninaiongea vizuri sana. Sasa Amina amenipatia kazi. I thank God for Amina. Amina alinisaidia, alinishika mkono. Alinipatia platform. Singekuwa mimi huyu kama si mwanamke, na nampenda sana.
Hata kwa leo sisi tunaongeanga na Amina. Ni kama mamangu, alinishikilia sana, alinipenda sana. Akipata pesa hata kupatia 2,000, 3,000 na kuuliza Grace, unapeleka pesa wapi wewe msichana mdogo? Hajui mashina zimelala nyumbani. Sasa nikajua kusaidia watu kuchukua passport, kujaza. Ninaleta wasichana hiyo, saa hiyo tulikuwa tunachaji wasichana, ninaletea Amina msichana, ninaambia mimi naambia msichana wewe, Amina anacharge 40,000. Mimi naambia huyu hana pesa, uchukue 30, mimi nakula 10. Sasa hapa ndio tulianza kufanya kazi. Sasa harakati hizo kuna Msudani mwingine aliniona. Akaniambia Grace, kuja nikuandike kazi. Akaniandika kazi. Hiyo ya agents. Yes. Wakala. Na sasa nilikuwa full time secretary. Joyce nilikuwa nalipwa 20,000. Hey! Nairobi nashikika. Kahama. Naam. Nafurahi sasa. Sasa hata tumeanza kukua marafiki kidogo kidogo na baba yangu kwa sababu niko na tupesa. Sasa mimi ninakaa kwetu nyumbani, si nimekwambia kwetu ni town karibu. Mimi sasa nimeanza kununua tu chakula, watoto wameanza kukula, sister yangu wameanza kukaa vizuri, nimewachukulia passport, wengine nawapeleka Saudi Arabia, brother yangu mwingine nampeleka Dubai, wote imesimamia. Wale sasa walikuwa nyuma yangu, wenye walikuwa shule tutalipia school fees, mtu anachukua mtoto mmoja mmoja. I became a mother when I was 19 and not my own children. Si watoto wangu wa kuzaa, watoto wa mamangu ashakufa. Sasa tuachia watoto wake. Sasa ndio tunagawanya, tuwasomeshe, wakule. Mbenye tulikuwa tunaishi ni kama imeanguka, lazima tungejenga ingine. Kwani maisha ilikuwa ngumu. Lakini Mungu kwa imani yake na wema wake aliwaonekania. Ametuonekania because we are like an outcast in the society. Those were the people that saile mamangu alikufa, unasikia hakuna mtu aongei kidogo kidogo. Hawa wasichana watakuwa nini? Where shall they be? Wataenda hapo wapi? But Joyce, kuna kitu moja. My mom was a very prayerful woman. And that is the only thing alituachia kwenye hii dunia. Kama kuna kitu mamangu alituachia ni maombi. Na hiyo ndio imeniweka mpaka this. Mimi siwezi kuambia ati ni akili ama nini. Mimi nimeishi na maombi. Was also a very prayerful woman. Ndio mimi nimechukuliwa na huyo Sudan. Nimekuwa sasa mdogo wake, mwakala. Mshahara pia unao. Niko naye. Wasichana ninawaleta. Ni mimi wakala wa kwanza Nairobi kuambia nileteeni wasichana wasilipe, ni mimi nitawalipa. Batama wakala wadogo ni mimi nilikuwa na walipa 5,000 ukiniletea msichana. Na wachukulia passport na nawapatia 5,000. Na ukweli walikuwa wakienda ugaibuni. Kabisa. Ugaibuni mimi nimepeleka watu. Mimi hata hii vitu ikienda ugaibuni watakwambia huyu msichana tunamjua. Nimepeleka ugaibuni sana watu wengi. Mimi ni wale watu wamepigana na hii biashara miaka mingi. Tumeandikwa kwa magazeti sana kwamba tunafanya biashara yenye si halali. Because serikali iko najua ni nini tunafanya. Saizi ndio wameitikia, wamejua na wakajua hii biashara ni gani imefanya. Tumepigana sana mpaka na mikakati ndio tufike hapa. So nimeandikwa na Siam, tumekakata. Sikuwa ninajua hata yeye Siam ni wa kuandikwa na kampuni. Huyu Msudan. Sasa yeye ametumwa na kampuni kubwa akuje hapa. Sasa ametafuta Grace kamjanja ka Nairobi, kamfanye jina yake. Sasa Waarabu wamefunga safari kukuja Kenya. Naam. Wamepatana na kasichana sasa I don't know. Kachapa kazi. Very hyper girl. You see now. You remember I'm just 23 there. 22, 23. Very hyper. Mchapa kazi. Wasichana ninajaza ofisi. Hakujaisikika watu wanapeleka wasichana 20, 30, 40 kwa dege. Mimi nilipeleka. Wacha wenye kampuni wanipende. Ninakumbuka aliniambia Grace, si ufanye kazi vizuri, ukalie hii kiti ya Siam. Huyu sasa Msudan. Sasa mimi ile kulewa nimelewa na mama yangu. Sijui kwenda nyuma. Sijui kumchimba mtu. Sijui kumchimba mtu. Mimi Joyce hata ukinikosea nitakwambia sasa, wewe Joyce umenikosea. Kwa nini unafanya hivi?
Ama mtu akuja niambie stories za Joyce, takuja niambie Joyce nimeambiwa na huyu hivi. Mimi sijui kumchimba mtu. Mama alikulea vizuri. Hata marafiki zangu wanajua. Ukitaka kitu usiwahi ambia Grace. Grace atakwambia mimi niliambiwa na Grace. Atakwambia ni mimi nilimwambia, si no uliniambia, kwani ilikuwa ulongo. Nikaita Siam, nikamwambia Siam, wafanyikazi wako wananiambia nikalie hii kitu wakufuta kazi. Mimi siwezi itikia, wewe ndio umenipatia hii mamlaka. Siam naye akajua hii hapa nimepoteza. Siam akaniambia Grace, nitakufungulia ofisi. Wewe toka uende. Na ukweli Siam alinifungulia ofisi. Huyu Msudan akanifungulia. Sasa mimi amenifungulia ofisi. Huyu mjinga anaitwa Grace. Hana Mwarabu, hana barua, hana nini. Utatoa wapi? Sasa mimi akili yangu, nilikuwa na rafiki mwingine anaitwa Fatuma Mombasa. Alikuwa ananipatia visa za kwenda Dubai. Hii kampuni inaitwa tulikuwa tuna supply Emirates, Transguard Dubai. Tulipeleka watu per month, tulikuwa tunapeleka hata watu 100 kutoka Nairobi. Na mimi ndiye broker yake huyu Nairobi. Mimi ndiye wakala yake huku Nairobi. Tunafanya, tunatupa. Sasa naye Siam akaambia wadosi wake, mimi hata sijui nifanye nini. Mimi nasikia kama nitafunga kampuni. Grace ameresign, ametoka, tumekosana. Sasa Siam, hiyo ndio makosa alifanya. Mdosi wake hakumaliza siku 2 ndio huyo Kenya alikuja kunitafuta. Alikuja mpaka kwa ofisi kangu kadogo hivi. Akaniambia Grace, kwa nini umetoka? Nikamwambia niliona tutakosana na Siam juu ya nyingi. Akaniambia sasa mimi nimekuja kama kampuni nilikuwa nimeanza process ya mimi nikasiana kajanja. Kwa nimeanza process ya kufungua kampuni, si kama saa hii. Sio ulikuwa unaenda pale Upper Hill uko Shushu House, una apply, unasainiwa, unapatiwa. We were only like 20 people who had license, not more than 20 people. Sasa mimi walipata niko na license. Akaniambia uko na license, uko na kila kitu, tutakupatia visa ufanye. Sasa Siam wadosi wake wamekuja kwa ofisi yangu. That was in 2010. Umechukua kampuni. Umechukua kampuni. Akakuwa kampuni kadogo Joyce. Wacha nipige biashara mamangu. Wacha nifanye kazi. Msichana wa kijijini. Msichana wa kijijini. Nikanunua gari, watu wa kwetu wakajua ameanza kujoin Illuminati. Mtu akikufa kwa kijiji, Grace ameua watu. Na hajui mtoto wenyewe halali. Silali. Nilipeleka watu sana. Kumaanisha kijiji, sifa yenu ilikuwa mbaya sana. Ati sifa ilikuwa mbaya. Nimekwambia Joyce, hata maskini wenyewe, sisi wenyewe walikuwa wanatuita maskini. Are you getting that point? Yes. You can imagine the poor were calling you poor. Sasa umesema vizuri. And you can imagine kwenye nimezaliwa, wao wamezaliwa watoto 4 au wengine nyinyi ni 9. Sisi ni 9. Na kanyumbani kadogo. Baba naye hakoperate kwa maisha. Mama alikufa. Hivyo kumaanisha ati kwamba umenunua gari inakuwa ni story kijiji. From where? Are you mad? Mtoto wa maskini. Mtoto wa maskini wa gari wa Mdhuma umenunua. Mpaka babangu aliniuliza, umetoa wapi pesa? Babangu aliniuliza, sijui nitaongea kwa gari wale kupesa si kugula gari. Ukajibu vipi? Basi ndifikaze nilifanya. Na wacha nikabwa nikamtolea 10,000 nikampatia. Woi, babangu alilia. Akaona kweli. Hey! Katoto. Katoto. And Joyce, mimi na mamangu kabla akufe tulikuwa marafiki sana. So mamangu alikuwa amenifundisha hii kitu ya kushika pesa. Sasa mimi nilikuwa nashika pesa na ficha. Nashika pesa na ficha. Kanunua kashamba. Kaanza kujenga tuploti Kasarani. Nauza yangari. So the money was a lot. It was enough to be managed.
There's not a lot of money. Enough to be managed. Enough to be managed to become a person. Grace, wewe umetoka katika familia hii. Wakati huu ninaona unamiliki kampuni ya International Gulf Hospital. Naona International Agency. Naona pia una kampuni. Kofia hizi zote wanasemaje? Unajua Joyce, si kupenda. Saa zingine unajipata. Hata saa zingine ni kujikuta, si kujituma, unajipata. Joyce, katika ulezi wangu kulea ni venye hatutaki kuongea sana. Naam. Nimepitia uchungu mwingi sana. Too much pain when I'm growing up. Just give us a bit of it. You can imagine a pain where daily bread is a problem. You can imagine where peace is a problem. Love is a problem. You are also like an outcast to the society. There's a very deep thing that I cannot even be able to share here. And then my mom got sick and my dad got sick. Hizo enzi zenye HIV ilikuwa ni, what was it? Kitu kikubwa sana. It was a big deal. So don't forget, you are poor. Now your mom and your mother, they are sick. Your dad and your mom. Yes. And dad, you did not look like your people in the society. I want to imagine who is that girl. And now she was coming in town, amejaribu sasa kupigana na life yake ndio akue. Mimi ninakumbuka because mamangu alituachia brother yangu ule mdogo. I think alikuwa kadogo sana. I think he was even barely 10 years. Mamangu alizikwa kama a bad. It was terrible. She was not given a decent send-off. Because who are you? Remember, because the reason why she was not even given a decent send-off, it's because there's an MP of the area who was supposed to come into my uncle's house, who is a brother to my dad. So, and this death shall stop them from this guy coming. So the mother has to be buried in a span of 3 days. Joyce has taken God's hand to forgive those people. I forgive them. Personally. Just it's because now I've been able now to learn that sometimes when I am looking for my space, I hurt people because I was really fighting for that position. So now then here comes to this woman who is also a business person who wants to prosper. By the time niko na 27, 28 years, nimebuild flat yangu imesimama. Hakuna kitu ingine nina focus maisha yangu ikue. Why am I building and trying to build this kind of money? Is a wall I am creating and security for myself. Kama unaelewa. Naelewa. So, hiyo maisha nimekwambia ni ngumu. Sasa nimeingia sasa kwa dunia nyingine ya wanabiashara. Unajaribu kujitafutia sasa position usimame.